Moja pia kati ya taarifa ambayo imeripotiwa saa chache ambazo zimekwisha kupita kutoka huko mkoani Kursk, na taarifa hii imethibitishwa rasmi na wafanyakazi wakuu wa Ukraine ya kwamba tayari wanajeshi wa Ukraine wameondolewa huko Sudzha mkoani Kursk, ambako ndiko kulikuwa kitovu cha vifaa vya Sudzha kwa wanajeshi wa Ukraine mkoani humo. Taarifa kamili imeelezwa ya kuwa wafanyakazi wakuu wa Ukraine siku ya leo ya Machi 16 walithibitisha kuondolewa kwa wanajeshi wa Ukraine kutoka kitovu cha vifaa cha Sudzha katika mkoa wa Kursk huko nchini Urusi, siku kadhaa baada ya Moscow kudai kukamatwa kwa mji huo. Bila kuthibitisha kujitoa kwa taarifa, wafanyakazi wakuu walichapisha ramani za karibuni za uwanja wa mapambano kwenye mitandao ya kijamii ambazo zilionyesha mafungo kamili kutoka Sudzha. Uthibitisho huo unakuja wakati wanajeshi wa Urusi wakipanua mashambulizi yao katika eneo la mpaka wa Urusi, ambapo Ukraine ilianzisha safari ya ghafla ya kuvuka mipaka mwezi Agosti mwaka uliopita 2024 kwa matumaini ya kutumia maeneo yaliyotekwa kama chipu ya mapatano kwa ajili ya uwezekano wa kufanyika mazungumzo ya amani baina mwa nchi hizo, ambako Kyiv imeshikilia kwenye safu yake ndogo ya chini polepole huko mkoani Kursk nchini Urusi, licha ya kuzorota kwa hali ya vifaa kulikosababishwa na matumizi makubwa ya silaha za mizinga, ndege zisizo na rubani na mabomu ya kunyiririka, ambako pia wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema Machi 13 ya kwamba wanajeshi wake walikuwa wameteka mji wa Sudzha kutoka mikononi mwa Ukraine, ambako madai hayo yalifanyika siku moja baada ya kamanda mkuu Oleksandr Syrskyi kuthibitisha ya kuwa vita vinavyoendelea katika vitongoji vya Sudzha na maeneo jirani ya eneo hilo. Katika hali ngumu zaidi, kipaumbele chake kilikuwa ni kilisalia kuokoa maisha ya wanajeshi wa Ukraine. Ili kufanya hivyo, vitengo vya jeshi la ulinzi la Ukraine ikiwa ni lazima vinaongoza kwa nafasi nzuri zaidi. Syrskyi, kamanda majeshi kutoka nchini Ukraine, pia aliweza kusema hivyo baada ya taarifa za kuwa Urusi imezidisha mashambulizi na kukomboa mji huo wa Sudzha huko mkoani Kursk. Pia licha ya taarifa kutoka huko mkoani Kursk nchini Urusi, ambako wafanyakazi wakuu wa Ukraine wameweza kuthibitisha kuwa wanajeshi wa Kyiv tayari wameweza kuondolewa katika eneo la Sudzha huko mkoani Kursk nchini Urusi. Taarifa nyingine ni kuhusu ulinzi wa anga wa Urusi. Pia siku ya leo umeripoti kufanikiwa kuangusha mabomu 4 ya JDAM na drones takribani 144 ambazo ziliweza kuzinduliwa na Ukraine kuelekea nchini Urusi, ambako mifumo ya ulinzi ya anga ya Urusi iliweza kuangusha mabomu 4 ya JDAM na ndege takribani 141 zisizokuwa na rubani za jeshi la Ukraine katika muda wa saa 24 zilizopita. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeweza kueleza hivyo kuhusu kufanikiwa kupangua mashambulizi ya Ukraine ya makombora ya JDAM pamoja na ndege zisizokuwa na rubani takribani 141, ambako walinzi wa anga waliweza kudungua mabomu 4 ya angani ya JDAM yaliyotengenezwa na Marekani na ndege zisizo na rubani 141 za mrengo wa kudumu. Ripoti ya wizara ya ulinzi ya Urusi imeweza kueleza hivyo. Jeshi la Ukraine lilipoteza hadi wanajeshi 240 kwa siku nzima kutokana na vitendo vya kundi la vita la Urusi Magharibi. Wizara pia iliweza kueleza hivyo kuhusu mwendelezo wa operesheni zake za kijeshi dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambako vitengo vya mapigano vya Magharibi vya Urusi viliweza kuboresha msimamo wake wa kimbinu, ambako walifanya kushindwa kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi za mechanized, shambulio na silaha za jeshi la Ukraine katika maeneo ya huko Izyumskoye, Borovaya, Kanteranovinka,
katika eneo la Kakovi ambako adui alipoteza hadi wanajeshi 240, lakini pia wabebaji wawili wa kivita wa M113 waliotengenezwa nchini Marekani, gari la kivita, magari 10, bunduki 4 za kivita, kurusha roketi nyingi za gradi na vituo viwili vya vita vya elektroniki vya Quarters. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo. Pia wanajeshi wa Ukraine walipoteza askari takribani 305 na tenki kwa siku kutokana na vitendo vya kundi la vita la Urusi la Kusini. Wizara pia imeweza kueleza hivyo katika taarifa yake ya operesheni za kijeshi katika eneo hilo, ambapo ilibainika pia ya kuwa vitengo vya kikundi vilichukua mistari na nafasi nzuri zaidi na kushinda muundo wa Ukraine katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Hasara za kila siku za Kivu katika eneo la wajibikaji la Battle Group East ziliweza kufikia wanajeshi zaidi ya 150. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kusema hivyo. Pia Ukraine ilipoteza magari mawili ya kivita, magari 5 na bunduki 3 za kivita. Ripoti fupi ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi ya siku ya leo Machi 16 imeweza kueleza hivyo kuhusu kufanikiwa kudungua makombora 4 ya JDAM, lakini pia drones 141 ambazo Ukraine iliweza kuzindua kuelekea huko katika maeneo baadhi ya nchini Urusi. Hivyo basi pia taarifa zingine nitazidi kukufahamisha hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa. Cha msingi na kusia kwamba endelea kunitembelea kila siku na kila wakati ili kufahamu mengi zaidi ambayo yanajili kutoka vita vya Urusi na Ukraine, na pia na kukumbusha kwamba kama pia unahitaji kushuhudia operesheni za kivita za moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine, unaweza kujumuika nasi kwenye grupu letu la WhatsApp, ambako huko taarifa hizi naziweka moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Jiunge sasa moja kwa moja kwa kunitumia message ya neno niunge kwa nambari ya Tigo ambayo ni 0679619650, yani 0679619650. Hii ndio nambari pekee pia ambayo itakuwezesha kujiunga na grupu letu la WhatsApp kwa kutumia message ya neno niunge kwa njia ya WhatsApp. Basi pia karibu sana ujumuike nasi sasa kwenye grupu letu la WhatsApp ili pia kushuhudia taarifa matukio ya kivita ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita. Asante sana na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo ya Machi 16 ya mwaka 2025.